dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo ikaleta mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa hiyo kwa ile dhambi ya mtu mmoja aliyoifanya, dhambi hiyo ikaingia ulimwenguni, na matokeo ya dhambi yakawa ni mauti, na hivyo mauti ikatufikia wanadamu wote ambao tunaendelea kuzaliwa, kwa sababu wote sasa tumefanya dhambi. Na hata hili neno sasa ukisoma pia katika ile Warumi 3:23, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa kutokana na ile dhambi iliyoingia kwa wanadamu wa kwanza, ndivyo ambavyo na sisi sasa tumekuwa ni kizazi cha wenye dhambi na tumepungukiwa na ule utukufu wa Mungu. Na matokeo ya dhambi yalikuwa yafuatayo, kwamba mwanadamu alitengana na Mungu. Walikuwa na ushirika mzuri, lakini walitengana kwa sababu ya kukosa utii, na kifo cha kiroho kilitokea, na baadaye kifo cha kimwili, kwa sababu ule ushirika wa kiroho wa mwanadamu na Mungu haukuwepo tena. Lakini na baadaye tena kifo cha kimwili kikatokea. Lakini pia hofu, aibu na hukumu, kwa sababu baada ya pale tu walipokula walijikuta wako uchi, lakini walijificha kwa hofu. Hata Mungu alivyokuja kuwatembelea kama kawaida na kuwaita na kuita Adamu, Adamu uko wapi? Alijificha, niko huku, lakini amejificha kwa sababu ya hofu, aibu na hukumu. Alijihukumu kwamba tayari nimefanya kosa hili. Na tena kitu kingine ambacho ni matokeo ya dhambi ni uovu kuenea duniani. Uovu uliendelea kuenea duniani. Tunajua hata baada ya pale Adamu, watoto wake aliowazaa Kaini na Habili, ambapo tuliona Kaini aliweza kuleta dhambi ya mauti na kumuua ndugu yake. Kwa hivyo dhambi, uovu uliendelea ukaenea, tukaona masuala ya Sodoma na Gomora, tumeona masuala ya Nuhu. Kwa uovu umeendelea kuenea kwa namna tofauti, na hata leo uovu umeendelea kuenea. Kwa hiyo hakuna mwanadamu ambaye angeweza kujiondoa katika hali hiyo kwa nguvu zake mwenyewe, hakuna, na hata leo bado hakuna. Na ndio maana sasa Mungu akaona ule ushirika aliopoteza na mwanadamu wa kwanza, ambapo wanaendelea kupoteza na wanadamu wanaoendelea,